Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jina naitwa Laurent Wimbe kutoka Kapu la Yesu. Leo nakuletea chakula kizuri. Sijui ni aina ya kuku, utakipima mwenyewe. Chakula kinatoka katika Yohana sura ya 11. Hapa kuna vitu vingi sana. Kuna mji unaitwa Bethania. Katika mji huo wa Bethania kuna wenyeji wa Yesu Kristo wanaitwa Lazaro pamoja na Martha na Mariamu dada zake. Biblia inasema Yesu alikuwa akienda kuhubiri huko Bethania. Akishamaliza kuhubiri alikuwa akienda kupumzika kwa hawa watu. Hawa watu walimfurahia Yesu na Yesu alikuwa kama ndugu yao pamoja na wanafunzi. Lakini Biblia inasema siku moja huyu kaka yao hawa ndugu wawili wa kike aliumwa. Alipoumwa akazidiwa. Katika ile homa alizidiwa sana. Ndipo wakatuma watu wamuite Yesu aje amwekee mkono ili aweze kupona, kwa sababu waliamini kwamba Yesu akimwekea mkono huyu Lazaro atapona. Akimwekea mkono huyu Lazaro atapona. Lakini kwa sababu ya shughuli nyingi Yesu alichelewa kidogo. Biblia inasema alichelewa kutoka huko kwenda Bethania. Kutoka alikokuwa kwenda Bethania kwenye huu mji. Basi alivyochelewa yule rafiki yake ambaye ni Lazaro akafa. Biblia inasema wakamzika. Lakini aliposikia hizi habari Yesu alisema ugonjwa huu sio wa mauti, kwa maana yeye aliamini kwamba Lazaro hawezi kufa ila atalala tu, katika viwango vya Yesu. Lakini hawa dada zake Lazaro kwa sababu walikuwa hawako kwenye viwango vya Bwana Yesu, wakasema sisi tunajua hii homa ni kali, anaweza akafa. Lakini Yesu kwa sababu ya shughuli nyingi akachelewa na Lazaro akafa. Kwa hiyo kisa kinasema Lazaro akafa. Sasa mimi leo ninapenda kwenye hii story kukuambia kitu kimoja, kwamba kuna kitu kinaitwa jiwe au uzoefu. Jiwe au uzoefu. Mwambie jirani yako jiwe au uzoefu. Hilo jiwe maana yake uzoefu. Mimi nimeliita uzoefu. Basi Biblia inasema Yesu akawaambia wanafunzi wake basi tujiandae twende huko. Lakini wanafunzi walileta utata sana. Maana alipowaambia Yesu amelala, wao wakajua amelala. Akasema basi tutaenda kumwamsha. Anasema basi wakamwambia kama amelala atapona. Lakini Yesu akawaambia uwazi kwamba Lazaro ameshakufa. Lakini akaambia nafurahi kwa sababu amekufa. Lakini kuna mwanafunzi mmoja anaitwa Tomaso, ambaye jina jingine alikuwa anaitwa Pacha. Akaambia wanafunzi wenziwe twende na sisi ili tukafe pamoja naye. Yaani akawavunja moyo, twende tukafe pamoja naye. Yaani maana hofu ilishakuwa tayari kwa wanafunzi. Manake walikuwa wametoka tu kutaka kuuawa. Lakini Yesu akasema turudi tena katika ule mji. Kwa sababu Mungu alikuwa anataka kujitwalia utukufu. Unaweza kupata matatizo mengi. Mambo yakakukumba sana, ukaanza kulalamika. Lakini kumbe hauhitaji kulalamika. Wala hauhitaji kulalamika. Unahitaji kutulia. Wanafunzi wakaanza kuambiana ujinga, wanakatishana tamaa kwamba basi twende tukafe pamoja na Yesu. Unajua wahubiri
na wainjilisti wanavyohubiri wanaona mbele, wanaona vita mbele. Unaweza usielewe vita maana yake nini. Mtu anaweza akakwambia anaona vita katika ulimwengu wa roho, wewe unaweza usielewe vita anavyomaanisha maana yake. Maana vita vilivyopo katika ulimwengu wa roho ni hatari sana kuliko vita vilivyopo mwilini. Basi Yesu akajua kwamba sasa wale waliotaka kuniua sasa wanakwenda kuuona utukufu wa Bwana. Basi Biblia inasema wakaanza safari. Walipokaribia, wale wadada wawili ndugu zake na Lazaro aliyekufa sasa, mmoja wapo anaitwa Martha, Biblia inasema akaenda nje ya mji kwenda kumlaki Bwana Yesu. Biblia inasema huyu Martha alipofika pale akaanza kubishana na Yesu, akaanza kuchallengeana na Yesu kwamba ameshakufa. Ungalikuwepo Yesu, ndugu yetu asingekufa. Anaanza lawama kwamba mimi nimetuma ujumbe kwamba wewe mhubiri unayelala kwetu kila siku kija kijijini hapa, na juzi nusu watu wakuue, tukakuokoa, nikakutumia ujumbe mapema uje kwa sababu kaka yetu tunayempenda Lazaro anaumwa, lakini wewe ukachelewa mpaka amekufa. Sasa ni siku ya 4 tumemzika. Biblia inasema Yesu akalia kwa uchungu, kwa sababu hakulia kwa sababu ya Lazaro rafiki yake, bali alilia kwa sababu ya Martha kutokuelewa kwamba Mungu anakwenda kutenda muujiza wa kupita kawaida ya macho haya ya nyama. Akaanza malawama pale. Biblia inasema akaanza uzoefu sasa. Uzoefu wake kwamba ungekuwepo huyu ndugu yetu asingekufa. Ungekuwepo ungemwekea mkono angekuwa hai. Yesu akamwambia Martha, mmemweka wapi? No, akamwambia Martha atafufuka. Martha akaleta uzoefu akasema najua atafufuka siku ya mwisho. Yesu akamwambia atafufuka leo. Martha anambishia Yesu, anamwambia atafufuka siku ya mwisho, sio leo, maana haiwezekani. Lakini Yesu akamwambia mimi ndio huo ufufuo pamoja na uzima wake. Kwa hiyo twende ukanionyeshe mlipomweka. Aya. Hili likawa jambo gumu tena. Lakini halikuwa gumu sana kwa Martha kwa sababu alijua anaenda kuangalia kaburi. Kama mila na desturi za watu, unapochelewa mtu ashazikwa, unaambiwa katazame kaburi. Unaenda kuangalia kaburi wala husaidii chochote. Na Martha alijua kwamba Yesu sasa anaenda kuangalia kaburi ili alie pale kaburini kwa sababu ya rafiki yake Lazaro amekufa. Lakini Yesu mawazo yake hayakuwa kulichungulia kaburi kama kaburi. Akasema mmemweka wapi Lazaro? Martha akamwambia tumemweka nje ya mji kule, makaburini tumemzika. Akamwambia twende, maana leo utauona mkono wa Bwana, utaona nguvu za Mungu. Martha mawazo yake na akili yake, unajua kama mtu alivyofiwa, akifiwa na mtu ampendaye huwa na mawazo mengi sana, huwa anawaza mambo mengi sana. Kwa hiyo Martha alikuwa katika wimbi la matatizo, wimbi la mawazo makubwa kwa sababu ya kaka yake. Lakini wanaenda huko na mawazo mengi. Biblia inasema na makutano ya watu walikuwa wakiomboleza mahali pale, na watu waliosikia kwamba mhubiri Yesu amerudi tena,
katika hii Bethania, wakatoka vijijini, wakaacha mashamba, wakaacha kulima, wakaacha kuchuma mboga, wakaacha kufanya shughuli mbalimbali wala biashara ikufanyika, wakaenda makaburini kwenda kuangalia huyu mhubiri atafanya nini. Maana anaponya watu, anafungua watu, hatujasikia akimfufua mfu. Basi twende tukaangalie huyu mtu atafanya nini leo kituko. Maana alikuwa mhubiri wa kawaida tu kama mimi na wewe. Watu wanapotuangalia wanasema wahubiri wa kawaida tu, lakini Yesu alikuwa mhubiri wa kawaida. Anasema wamekosa kazi ya wamekosa kazi ya kufanya, wamekosa kazi ya kufanya, hawana lolo. Basi wakafika pale makaburini, wengine wananong'ona, wengine wanaongea, wengine wanasema machizi hawa, wengine wanasema wamerudi tena, wengine wanasema wanawaza moyoni, mimi naweza nikampiga kisu, akileta ujinga nitampiga kisu. Leo tuangalie watafanya nini hawa wahubiri, hawa vichaa watafanya nini leo. Yesu akamwambia Martha, mmemweka wapi? Akasema tumemweka kaburini. Biblia inasema alipofika kaburini, Yesu akamwambia Martha, ondoa jiwe. Hapo ndipo palipokuwa pagumu kwa Martha. Martha akaanza kuwaza, akasema sasa hii ni kufedheka sasa. Maana hakuja wakati anaumwa Lazaro, hakuja huyu mhubiri. Tumefika makaburini, anasema niondoe jiwe. Huyu mhubiri ni wa namna gani? Huyu rafiki yake Lazaro ni wa namna gani? Mbona analeta vituko? Mbona nitaonekana wa ajabu katika hii Bethania yote? Mimi nitaonekana kituko. Lakini Yesu akiwa katika hali ya upako na nguvu, anamuona Lazaro akiwa hai, anamuona Lazaro akitabasamu, akasema ondoa jiwe. Ndio maana mwanzo mimi nimekuambia kwamba jiwe mimi nimeweka uzoefu, kiburi, majigambo. Hivyo ndio majiwe haya yanakuzuia. Yalikuwa anamzuia Lazaro asitoke kwa sababu Lazaro alishakuwa amefufuka. Yesu alipoingia tu Bethania, Lazaro alikuwa tayari ashaamka kule kaburini. Kilichokuwa kinamzuia Lazaro ni jiwe tu na sanda na kitambaa kilichofunikwa machoni. Ndipo akamwambia Martha, ondoa jiwe. Liondoe jiwe ili Lazaro atoke, kaka yako. Biblia inasema Martha akambishia Yesu, akamwambia ni siku 4 sasa. Maana analeta uzoefu wake kwamba mtu akizikwa siku ya 4 anuka. Akamwambia ni siku 4 sasa, huyu mtu hawezi amka. Yesu akamwambia Martha, nimekuambia ondoa jiwe. Nilikuambia huwezi kuona utukufu wa Mungu. Kwa nini usiponiamini hauwezi kuona utukufu wa Mungu leo? Ondoa jiwe Martha, ili Lazaro atoke, kwa sababu Lazaro huko ndani anacheka, yuko hai. Hajafa, yuko hai. Wewe ondoa jiwe tu, Lazaro atoke. Yamkini magonjwa yako yote hayo unaoteseka, unaumwa kansa, unaumwa ukimwi, hilo ni jiwe. Unasema mimi ni daktari, mimi ni profesa wa mifupa, lakini unaumwa mifupa. Ondoa profesa, mweke Yesu, utapona tu, hutakufa, hutaumia. I tell you my friend, remove the stone. Ondoa jiwe, ondoa uzoefu, ondoa majigambo, ondoa kiburi cha kabila lako, majigambo ya elimu yako. Mruhusu Yesu aingie ndani ya moyo wako, utauona mtukufu wa Mungu mkubwa ndani ya maisha yako. Akamwambia Martha, ondoa jiwe, Lazaro atoke. Martha akaleta uzoefu, akasema ni siku 4 huyu mtu amekufa, atanuka. Lakini baada ya Yesu kujaa upako zaidi, akamkemea kabisa, akamwambia ondoa jiwe, huyo Lazaro atoke. Ndipo Martha akakubali kwa shingo upande sana, kwa hofu kubwa,
Maanake yeye ndio kaka yake, ndio mwenye mamlaka ya kuondoa jiwe ili kaka yake atoke. Maana wasingeondoa watu wengine kama Martha akubali. Ndio maana Yesu hakutaka wanafunzi wake waondoe jiwe, alitaka Martha aondoe jiwe mwenyewe ili kaka yake atoke. Wewe unataka mtu mwingine aondoe jiwe baada ya kuondoa wewe mwenyewe. Ondoa jiwe katika maisha yako, ondoa majigambo ya kiburi, majigambo ya kabila, majigambo ya elimu. Hiyo ni mawe, yaondoe, Yesu aingie ili upone. Basi Biblia inasema katika hii story, Yesu akainua, huyu mhubiri anaitwa Yesu, akainua mikono yake juu, akamuomba Mungu, akamwambia Mungu, nisikie leo, hawa watu wajue kwamba umenituma hapa Bethania. Umenituma hapa Bethania. Marafiki zake Martha, marafiki zake Lazaro, marafiki zake na wakuu wote wa Bethania wajue kwamba umenituma wewe Mungu. Ndipo Biblia inasema aliposema hivi, alipoomba hiyo dua, akaita, akamwambia Lazaro toka. Lazaro akatoka. Lakini kitu kimoja, Lazaro alikuwa amefungwa matanda kuanzia kwenye kidole mpaka kwenye kichwa. Na akamwambia ondoeni hayo matanda, pia ondoeni na hiyo leso, kitambaa hicho usoni, ili aone muujiza wake. Na mfungue ili aende kila mahali anapotaka yeye. Biblia inasema makutano wakaogopa. Wakasema hii jambo halijawahi tendeka katika maisha yangu, sijawahi sikia mambo kama haya. Mtu aliyekufa siku 4 amezikwa, anatoka hana harufu, anacheka na furahi. Sijawahi ona. Ndivyo atakapokuambia wewe. Ukiondoa jiwe watakwambia, maprofesa wenzako watakwambia wewe umeponaje kwanza, kwa kuambiwa tu maneno eti pona na umepona. Watakuuliza maprofesa wenzako, watakwambia ndugu yetu, umefanyaje mpaka una uzima namna hii, mpaka unatembea, ukimwi umekauka, kwa kuambiwa na mhubiri fulani. Tena huyo mhubiri ana sura mbaya, huyo mhubiri wala sio maarufu, kakwambia pepo toka, ukimwi toka, umetoka. Sayansi gani yaweza ongea ukimwi katoka? Ndivyo walivyosemezana watu pale makaburini. Wengine walikimbia, wengine walishangaa, wengine waliogopa, wengine walimwangalia Yesu, wengine walisujudu, wengine walizilai, wengine, yani ni vurugo. Baada ya kumuona Lazaro ametoka wala hanuke. Mambo mengine waweza jua kuwa ni story tu. Hapana, ni vitu halisi katika ulimwengu huu. Tukitumia jina la Yesu, ukimwi unaondoka, kansa inaondoka, visukari vinatoka, magonjwa yote yatoka, gasi zinatoka, unakuwa salama. Lakini kitu cha kwanza, mpaka utoe uzoefu wako, kiburi cha kabila, kiburi cha elimu. Hayo ndio mawe, yaondoe ili Yesu aweze ingia humo moyoni, atende anavyotaka yeye. Wajua wahubiri wanapohubiri injili, watu wanacheka sana, tena wanacheka kwa dharau kubwa. Vicheko vya kiprofesa, vicheko vya kidaktari, vicheko vya kichawi, vicheko vya kiganga, kwa sababu ana mganga mmoja huko sijui wapi ndio anamtumainia. Wakati mganga mwenyewe anaweza kufa tu kwa mafuriko, anaweza kufa tu kwa kung'atwa na mbu. Basi unamwamini, unajivuna, unaweka mabega juu, wakati huyo ni mwanadamu tu. Ndio maana ninasema wewe hauponi kwa sababu ya kiburi, hauponi kwa sababu ya jiwe liko mbele yako. Unajua unaweza kusema mhubiri, unasemaje hilo jiwe likoje? Nasema wewe ukinyenyekea ukamuita mhubiri, ukamwambia mhubiri, nihubiria habari za Yesu,
ili nimkubali Yesu aingie moyoni mwangu ili afanye anayoyataka, Yesu atakuja haraka sana. Yesu anapenda unyenyekevu. Aligombana na Martha, akamwambia Martha, si nilikwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Mbona unaleta hizo? Mbona unaleta uzoefu? Unaleta uzoefu wa Uswahilini wewe? Waswahili nao wasema hivi, na wewe unasema hivyo hivyo. Mimi nishakwambia Lazaro atafufuka. Unasema atafufuka siku ya mwisho. Nakwambia twende, umemlaza wapi? Tunafika kule, nakwambia toa jiwe. Unasema Lazaro siku 4 amekufa, atanuka sasa. Maana yake wewe ndio unaijua kuliko mimi. Lazaro toka kaburini. Lazaro ni nani basi? Lazaro anaweza kuwa ugonjwa wako, Lazaro anaweza kuwa kifua kikuu, Lazaro anaweza kuwa magonjwa, Lazaro anaweza kuwa majini, Lazaro anaweza kuwa mapepo yamelala. Ndio maana tunasema toka huko. Toka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Bethania yote ikamwamini Yesu Kristo. Bethania yote ikamwamini Yesu Kristo. Wewe profesa unamzuia Yesu asiaminiwe ndani ya familia yako kwa sababu wewe umeng'ang'ania na uprofesa wako wa mifupa, wakati wewe unaumwa mifupa. Hebu ondoa uprofesa wako wa mifupa huo, alafu muamini Yesu Kristo aingie ndani ya familia yako. Utauona utukufu wa Mungu. Utauona wewe. Yesu ni zaidi ya maprofesa. Wewe profesa unaweza kutembea juu ya bahari kama Yesu alivyotembea juu ya bahari? Haiwezekani. Wewe unasema ni dokta. Dokta ni kweli, ni hapa duniani. Wewe unaweza kulisha watu 10,000 kwa mkate miwili kama Yesu alivyolisha? Yesu ni kiboko bwana. Yesu ni kiboko ya majini. Yesu ni kiboko ya mapepo. Yesu ni kiboko ya mizimu. Ukiita tu Yesu inaparaganyika, inakimbia, inatoweka. Mtu anakuwa salama, mtu anakuwa mzima, mtu anakuwa na afya. Pale walimkamata. Mapepo alimkamata Lazaro, yakampeleka mpaka kaburini. Lakini Yesu alipokuja akamtoa huko, akafunguliwa Lazaro, akala na chakula, akaishi maisha mazuri, wakafurahi ndugu. Yesu akiingia ni furaha, Yesu akiingia ni amani, Yesu akiingia ni utulivu, Yesu akiingia hakuna tabu. Naogopa watu weka mifupa vya nguruwe kwenye milango, nasema unakimbiza majini. Majini yanakimbizwa kwa mifupa. Unatembea na mifupa kwenye viuno, unasema unakimbiza majini. Unakimbiza majini? Muamini Yesu. Muamini Yesu Kristo. Yesu ni kiboko. Yesu ni kiboko ya vitu hivyo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Unasema eti una vimaji vimetoka kwa mganga wa kienyeji. Kila siku anasema nao kabla hujatoka. Masharti ya ajabu, masharti ya uchafu kabisa. Muamini Yesu. Ukisha kuwa na Yesu ukamuomba Yesu, basi unatoka zako tu. Unaenda zako kwenye shughuli. Huna mizigo. Eti ukifika nyumbani, sijui tembee kushoto. Wapi na wapi bwana? Yote hiyo ni mizigo. Martha alikuwa na mzigo. Martha alikuwa na kiburi. Martha hakumwamini Yesu. Kama wewe tunapokuambia habari za Yesu, basi unasonya. Unamsonya Yesu, unamsonya mhubiri. Muamini Yesu Kristo. Unajua wahubiri ni watu wa kawaida, lakini wakimleta Yesu ni watu wenye nguvu. Yesu ni nguvu. Yesu ni nguvu. Tunasema wewe ni mzee wa kijiji. Mzee wa kijiji unayekufa kesho. Unakufa tu. Alafu unaitwa mzee wa kijiji. Hilo ni jiwe bwana. Hilo ni jiwe. Hakuna mzee wa kijiji wala babu wa kijiji. Hilo ni jiwe. Hilo ni jiwe ndugu yangu. Hicho ni kiburi. Utateketea na utaenda jehanamu na utaenda kwenye moto usipomwamini Yesu Kristo. Ukaondoa mawe hayo, ukaondoa kiburi hizo, ukaondoa kujigamba eti mimi kabila langu kubwa la kiganga, la kichifu. Nasema Yesu akiingia anavuruga. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hiki kisa
kiliishia hivyo kwa Lazaro kutoka kaburini, aliyekufa siku 4 kwa macho ya kibinadamu, lakini katika macho ya kimungu Lazaro alikuwa hai. Ndio maana ukitembea katika level ya Kristo Yesu, namna Yesu anavyowaza hautaumwa. Namna Yesu anavyowaza hautaogopa. Manake alimlazimisha Martha awaze sawa na Yesu anavyowaza. Manake Yesu aliwaza kwamba Lazaro yuko hai, yuko kaburini, na mnauchelewesha muujiza. Ndio maana Yesu anataka wewe mwenyewe utoe jiwe. Yesu anataka utoe kiburi wewe mwenyewe ili aingie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haitusaidii chochote. Kiburi hakisaidii. Manjojo hayasaidii. Uzoefu. Unasema mimi mzoefu. Mimi ni mzoefu. Mimi ninajua. Wewe unajua kuliko Yesu? Unajua kuliko Yesu? Nakuuliza. Haya, mpambane na Yesu. Kama unajua. Mimi nina majini Bwana. Nina jini upande wa kushoto, nina jini upande wa kulia. Linanielekeza, linaniambia, ninasema yanapigwa moto tu. Yanapigwa moto. Yanapigwa moto. Moto wa Mungu. Moto wa Mungu. Mpaka Yesu. Nasema Yesu ana uwezo. Yesu ana uwezo. Anaweza kukubadilisha kuwa mdudu. Anaweza kubadilisha kuwa mende. Anaweza kubadilisha kuwa chochote. Ukabaki sifuri. Ukabaki sifuri. Eti chuma ulete. Ukabaki sifuri. Ukabaki zero. Yesu ana uwezo wa kukuyeyusha. Ukabaki kama kasisimizi, kama kamdudu. Kiburi kinaweza kutaweka jehanamu. Mao, hili ni jiwe limekufunika. Familia yako haipati upenyo. Kila akitaka kuokoka mtoto unampiga viboko. Kila akitaka kuokoka mkeo unampiga fimbo. Unamwambia hayo mambo ya kichizi. Nani kakwambia mambo ya wokovu ni ya kichizi? Nimekupa story hiyo. Isome kutoka kwenye kitabu cha Yohana sura ya 11. Wewe angalia kisa hicho, kisome vizuri. Usimpige mkeo, usimpige mtoto wako. Wewe soma. Wewe si profesa, wewe si daktari. Soma wewe pruvu. Soma. Daktari mzuri huwa anasoma. Profesa mzuri huwa ni mtafiti. Wewe soma hiyo. Afu uone mambo. Uone mtu aliyekufa siku 4 amefufuka hapo, ana harufu. Hayo ndio mambo ya Yesu, wala sio story. Ni kweli. Yesu ni halisi. Wewe ni profesa, lakini una majini, una mapepo, una mizimu, unakuwa kama mkulima wakati wewe ni profesa. Wewe ni daktari. Wamekupurula wote. Wamekupurula pesa zako, wamekupurula elimu yako, wamekuweka kama duni kabisa kwa sababu ya viapo vya mapepo na mashetani katika ulimwengu wa roho. Njoo kwa Yesu. Karibia kwa Yesu. Yesu atakuweka huru. Fatisha sala hii basi. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Ninakuja mbele zako. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unitakase. Nioshe maisha yangu. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha mapepo na mashetani na kumbukumbu zote za mizimu na matambiko. Bwana Yesu, andika jina langu kwenye ufalme wa mbingu. Andika jina langu pamoja na jina la watoto wangu wote kwenye vitabu vya kumbukumbu za Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, navunja maagano yote niliyoyaweka mimi, babu yangu,
mjomba wangu, familia yangu, kwamba mimi hata nikiwa profesa, nikiwa msomi, sitakuwa kitu, nitakuwa sifuri tu. Bwana Yesu, ninaomba hilo agano livunjwe kuanzia sasa, mimi niwe huru katika maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Asante Bwana Yesu kwa kuniweka huru. Wacha nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai, wewe ni mwaminifu. Tunaona Martha alikuwa mbishi, lakini baadaye alielewa, akaondoa uzoefu wake, akaondoa kuelewa kwake, akamuelewa Yesu vizuri. Alipompeleka makaburini, Yesu alimwambia Lazaro toka. Baada ya jiwe kuondoka, akamwambia Lazaro toka huku nje. Lazaro akatoka. Akamwambia mfungueni sanda, toeni na vitambaa kwenye macho yake, ili aweze kuona muujiza, ili aweze kuona jua, ili aweze kufunguka. Akamwambia mpeni na uji anywe, ili apate nguvu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai, mwanadamu mmoja alitoka, alikufa akafufuka, ambaye anaitwa Lazaro. Katika jina la Yesu Kristo, Yesu alimfufua kutoka kwenye wafu. Ndio tunaposoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 11. Huyu alishuhudia haya mambo, ndio maana ameandika, wala si habari za uongo, wala si habari za kufikirika, ni habari za ukweli na zinaaminika kabisa katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana kimeitwa kitabu takatifu, Biblia takatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Bwana Yesu, namleta profesa huyu, namleta daktari huyu, namleta injinia huyu, katika jina la Yesu Kristo. Wote hawa ninawafungua katika jina la Yesu, wafanye kazi sawa sawa na elimu zao, wapate pesa sawa sawa na elimu zao, kwa jina la Yesu Kristo. Ninakupiga moto mizimu yote ya mapanya, mizimu yote ya mamende, mizimu yote ya majoka iliyowazunguka katika familia hii, kwa jina la Yesu. Ninatakasa kwa damu ya Yesu. Ofisi ninatamka imetakasika katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka amefunguliwa katika biashara zake, katika kazi zake, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, kwa sababu wewe ni mwaminifu na wa haki, na umesikia na utatenda sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Wote tuseme amen.